Machozi ya kimya ya Seoul. Katika kitongoji cha zamani cha Mapo, Seoul, aliishi msichana aitwaye Han Seo-yeon. Alikuwa mpole, mwenye sauti ya chini na macho yaliyojaa huzuni isiyo na jina. Tangu utotoni, maisha hayakuwahi kuwa upande wake. Mama yake alifariki alipokuwa na miaka 10, akimwacha mikononi mwa baba mkali aliyependa pombe kuliko mtoto wake. Kila usiku, Seo-yeon alijifunza kitu kimoja muhimu: kulia kimya kimya. Alipokuwa, aliacha ndoto za kuwa msanii wa uchoraji na akaanza kufanya kazi katika kiwanda cha nguo, akifanya kazi kwa masaa marefu kwa mshahara mdogo. Hapo ndipo alipokutana na Park Min-jun. Min-jun alikuwa tofauti. Angalau mwanzoni, alikuwa mpole, mwenye tabasamu jepesi na sauti ya kumfariji. Alimwambia Seo-yeon, "Usiogope tena. Kuanzia leo nipo." Na kwa mara ya kwanza maishani, Seo-yeon aliamini. Mapenzi yao yalikuwa ya haraka. Min-jun alimsaidia kuhama kwa baba yake, akamwahidi ndoa na kumfanya ajisikie salama. Lakini baada ya miezi michache, uso wake wa pili ukaanza kuonekana. Alianza na maneno, "Mbona huwezi kuvaa vizuri kama wanawake wengine? Kwa nini unaongea sana?" Kisha maneno yakageuka kuwa udhibiti. Simu yake ikakaguliwa, marafiki wakakatazwa, ndoto zake zikachekwa. Usiku mmoja, baada ya Min-jun kulewa, alimfokea Seo-yeon kwa kosa hakufanya. Alimshika mkono kwa nguvu, macho yake yakiwa baridi kama chuma. Hakuwa amempiga, lakini hofu ilizaliwa. Seo-yeon alipoanza kudhoofika kiafya, aligundua ukweli mchungu zaidi. Min-jun alikuwa na mwanamke mwingine, Lee Hae-rin, binti wa tajiri. Hae-rin alimtafuta Seo-yeon moja kwa moja na kumwambia kwa dharau, "Wewe ulikuwa kivili tu." Sasa amechagua maisha halisi. Min-jun hakukanusha. Alimgeuzia Seo-yeon mgongo, akamwacha bila pesa, bila makazi, bila neno la pole. Siku hiyo, mvua ilinyesha Seoul nzima, na Seo-yeon alianguka barabarani, akilia kama mtoto aliyepotea. Bila mahali pa kwenda, Seo-yeon alilala katika chumba kidogo cha chini ya ardhi. Alifanya kazi ndogo ndogo, kusafisha, kuosha vyombo ili kuishi. Lakini maumivu hayakuwa nje tu. Ndani alikuwa amevunjika. Kila kioo alichojiangalia, aliona msichana aliyeshindwa. Kila usiku alimuuliza Mungu, "Nilifanya kosa gani mpaka niadhibiwe hivi?" Siku moja, akiwa dhaifu na mgonjwa, alianguka kazini. Hakuna aliyesimama kumsaidia, isipokuwa mwanamke mmoja mzee, Bi Kim. Bi Kim alikuwa mwalimu mstaafu wa sanaa. Alipogundua vipawa vya uchoraji vya Seo-yeon, alimpa karatasi na rangi. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Seo-yeon alilia huku akichora, si kwa maumivu tu, bali kwa kuachilia. Miezi ipita, maumivu hayakuisha, lakini nguvu ilianza kurudi. Alianza kushiriki maonyesho madogo ya sanaa. Kazi zake zilizojaa machozi, giza na matumaini ziliwagusa wengi. Miaka miwili baadaye, Seo-yeon alipata barua. Min-jun alikuwa amefukuzwa kazi, kuachwa na Hae-rin na kushtakiwa kwa unyanyasaji dhidi ya wanawake wengine. Alitaka kumuona. Alitaka msamaha. Seo-yeon alikutana naye kwa mara ya mwisho. Alimsikiliza, kisha akasema kwa sauti tulivu, "Nilikupenda, lakini sasa najipenda zaidi." Akaondoka bila machozi. Siku moja ya Maspini, kwenye maonyesho makubwa ya sanaa Seoul, jina la Han Seo-yeon lilisomwa kwa shangwe. Alisimama mbele ya umati, si kama mhanga, bali kama mwanamke aliyenusuru. Maisha hayakurudisha mama yake, hayakufuta kumbukumbu za manyanyasaji, lakini yalimpa kitu kipya, nguvu ya kusimama tena. Na wakati jua lilipotima kwa Seoul, Seo-yeon alitabasamu kwa mara ya kwanza bila maumivu moyoni. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.